Ni wakili wa Tundu Antiphas Lissu akieleza mambo mengi yaliyojiri mahakamani katika masjala ndogo iliyopo jijini Dar es Salaam katika kesi ya Tundu Antiphas Lissu aliyoileta mahakamani kuhusu masuala ya mgawanyo. Wanasikiza kesi ya Tundu Antiphas Lissu dhidi ya Said Issa Mohamed na wenzake wanne. Maombi ambayo Lissu anaomba kujiunga katika ile kesi ya mali za chama ya Said Issa Mohamed na wenzake wawili dhidi ya bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Maombi haya leo yamekuja kwa ajili ya kusikilizwa. Lissu ameweza kuwasilisha hoja zake kuomba jiunga kwamba ana maslahi ya msingi. Wakili huyo aliendelea kwa kueleza namna upande wa pili wa upinzani jinsi ulivyojikita katika kesi hii. Kiapo upinzani cha Said Mohamed Issa na wenzake wale wawili walisema kwamba madai yao au kile ambacho kilikuwa kinawakera kimeanza tokea mwaka 2016. Kwa hiyo inaonyesha kwamba madai yao yamekuja kufailiwa mahakamani yakiwa yamedumu kwa miaka 9. Na kupisha hoja mwenyekiti kwamba kesi imefuliwa mara baada ya yeye kuwa amechaguliwa kuwa mwenyekiti. Kesi hii inatokana na shauri la madai namba 83 na 23 ya mnamo mwaka 2025 yanayohusu mgawanyo wa mali kati ya Tanzania bara na Zanzibar ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Maombi hayo yameletwa na baadhi ya wanachama wa chama hicho ambao ni Said Musa Mohamed, Maulidi Ankon, Ahmed Rashid Hamisi pamoja na bodi ya wadhamini wa Chadema ambao ndio wajibu maombi katika shauri hilo. Katika hatua nyingine, mwenyekiti wa taifa wa Chadema Tundu Antiphas Lissu aliwasilisha maombi mahakamani akiomba kujumuishwa katika shauri hilo kama sehemu ya wajibu maombi. Tundu Lissu aliwasilisha maombi hayo Novemba 14 mwaka 2025 licha ya kuwa anakabiliwa na kesi nyingine ya uhaini. Akizungumza leo mahakamani, Lissu amesema maombi yake yanaungwa mkono na hati ya kiapo chake, akieleza kwa mujibu wa sheria maombi ya aina hiyo yanapaswa kuwasilishwa kwa njia ya hati na kuungwa mkono na kiapo cha mhusika. Amesema kifungu cha sheria kinachotumika kinaipa mahakama mamlaka ya kusikiliza na kuamua mashauri yote ya namna hiyo, na kwamba kifungu hicho tayari kimewahi kufanyiwa tafsiri na maamuzi mbalimbali katika mahakama za juu. Kwa mujibu wa Lissu, mahakama inapokutana na maombi ya aina hiyo inapaswa kuzingatia umuhimu wa kujumuisha au kumwondoa mtu katika shauri kulingana na nafasi yake katika utekelezaji wa uamuzi wa mwisho. Amedai kuwa amri ya mwisho ya mahakama haiwezi kutekelezwa kwa ufanisi iwapo mhusika hayupo katika shauri hilo. Lissu ameeleza kuwa yeye ni mtu muhimu kuwepo katika kesi hiyo kwa kuwa ndiye mwenyekiti wa taifa wa Chadema, nafasi aliyochaguliwa kushika tangu mnamo Januari 2025. Katika hati yake ya kiapo, Lissu ameielezea mahakama kuwa kabla ya kuchaguliwa kwa mwenyekiti wa taifa aliwahi kushika nyadhifa mbalimbali ndani ya chama hicho, ikiwemo mkurugenzi wa sheria, mwanasheria mkuu wa chama hicho pamoja na mwenyekiti wa Chadema Tanzania bara kwa zaidi ya miaka 21. Aidha, katika maelezo yake amesema shauri la msingi lililopo mahakamani linahusiana moja kwa moja na uongozi wake wa chama kwa kuwa lilifunguliwa wakati tayari akiwa amechaguliwa kwa mwenyekiti na siku chache tu baada ya kukamatwa katika kesi ya uhaini. Amesisitiza kuwa kama mwenyekiti wa taifa wa chama hicho ndiye anayepaswa kusimamia utekelezaji wa maamuzi yoyote yatakayotolewa na mahakama, hususan katika masuala yanayohusu mgawanyo wa mali za chama kati ya Tanzania bara na Zanzibar. Hivyo amesema uwepo wake katika shauri hilo ni muhimu kwa utekelezaji sahihi wa maamuzi ya mahakama endapo yatatolewa. Na mpaka hapa napofikia tamati, nikusihi endelea kusalia nami kupitia Koplo Media. Kama ni mara yako ya kwanza kwa nami, nikuombe subscribe ili usikose taarifa yoyote mpya. Koplo Media, tunahakiki ukweli kabla ya kukujulisha.